بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حمد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo usiku wa kuamkia Jumapili, Lailatul Ahad, tarehe 1 katika mwezi wa Rajab. Tumeshaingia katika mwezi wa Rajab. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie, atujalie ni katika wale wenye kufanya matendo mema na tuepushe katika kufanya maovu, na ujalie mwezi huu uwe na amani na imani. Kwa leo tuko katika Rajabu mosi, tarehe 1 katika mwezi wa Rajab, mwaka 1447 Hijiria, sawia na tarehe 22 au tarehe 21 na kwa 20, wengine nasema 20 sasa, lakini 21 tarehe ya Disemba mwaka 2025. Leo biidhnillahi karim tutasoma na kukumbushana katika risala ambayo asili yake ilikuwa ni muhadhara, lakini kisha baadaye ukaandikwa, au shekhe ilikuwa asli ameshaandika mwenyewe, au akasimama vijana wake wakaandika, ambao risala hii kichwa cha habari nasema ahkamul maqabir, hukumu za makaburi fil Islam, katika Uislamu. Ni katika moja ya mada au topic maudhu muhimu sana jiddan, sababu watu wengi wamekhafilika na mambo ambayo yenye kufungamana na makaburi. Ameandika risala hii au muhadhara huu, ilikuwa asli ameutoa Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Masru'i hafidhahu Allah ta'ala. Mwanzo wa kitabu anasema bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu aw la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ama baada ya hayo, katika utangulizi, nahmadullah azza wa jalla ala ni'mati al-islam, tunamhimidi Allah na kumshukuru yeye hali ya kuwa ametukuka juu ya neema ya Uislamu, ala ni'mati as-sihhati wal aman, na neema ya siha, afya na amani. Kama nashkuru alqaimin, kama tunavyowashukuru wale wasimamizi, wa nashkuru alqaimina ala markaz riyadh as-salihin, pia tunashukuru alqaimin, wale wenye kusimamia katika markazi ya riyadhi as-salihin bi Dubai kwa lugha ya Kiarabu, na tamka hivyo ni bitashdidi ya ba kasi ambayo ni maksura, bi Dubai ambayo ndio Dubai kwa lugha ya Injilizia au Kilatini, au wanaita Dubai.
ndio hiyo Dubai. Dubai. Nashukuru hao ambao ni Dubai, ni nchi katika nchi miongoni mwa nchi za Imarati huko, ala juhudihim al-ilmiyya, juu ya juhudi zao za kielimu. Muhadaratu al-yawm bi'unwan, muhadara leo huko na unwan, kichwa cha habari ahkamul maqabir fi al-islam, hukumu ya makaburi katika Uislamu. Allahu azza wa jalla, Allah alikuwa ametukuka, akrama hadhihi al-ummata bi shari'ati al-islam, ameutukuza umma huu kwa kuupa sheria ya Kiislamu, allati ambayo la yashubuha naqsun wala khalalun. Sheria hiyo allati, sheria ambayo la yashubuha, ay manake la yukhalituha, haichanganywi au haijichanganyi sheria hiyo naqsun, na upungufu wowote, wala khalalun, wala dosari yoyote au kasoro yoyote. Uislamu haiwezi kuingia kasoro yoyote. Fahadhihi ash-shari'atu al-khalida, basi sheria hii ya Kiislamu ni yenye kukaa milele, ndio al-khalida, yenye kudumu milele. Lam tatruk sha'nan yahummu an-nas ma'rifatahu fi 'ajilin au fi 'ajili amrihim wa ajilihi illa bayyanathu. Anasema lam tatruk sha'nan, sheria ya Kiislamu haijaacha jambo lolote ambalo yahummu nnas, jambo hilo linakuwa ni muhimu kwa watu ni muhimu jambo hilo kuwa nalo, maarifatahu, kulifahamu kwake, fi ajili amri, katika jambo lao la dunia, wa ajilihi, au ikawa jambo hilo ni muhimu katika jambo lao la akhira, kwa sababu ajili akhira, ajili dunia. Illa, isipokuwa sheria hiyo ya Kiislamu, bayanathu, imeibainisha sheria hiyo ya Kiislamu jambo hilo. Wa mimma bayanathu hadhihi ash-shari'atu al-'azima, na katika mambo ambayo yamebainisha sheria hii tukufu, al-ahkam al-khassata bil mauta, ni zile hukumu khasa maalum bil mauta, kuhusiana na wafu. Mauta ni jamu ya mayit, imeleka mayit. Wama yajibu ala al-ahya, na yale ambayo yanawajibika juu ya wale ambao wako hai, tujahahum, upande wao hao maiti, mbele ya hao maiti. Wama yambaghi, na yale ambayo yenye kutakikana, mura'atu fi huquqi masakinihim allati hiya almaqabir. Wama yambaghi, na yale ambayo yenye kutakikana, mura'atu fi huquqi masakinihim, kuchunga haki za makazi yao hao maiti, allati, makazi ambayo, hiya almaqabir, ndiyo hayo makaburi. Na wala makaburi si kama itikadi ya Kikristo, itikadi ya kufuru, kudai kwa makaburi ndio nyumba milele. Sio kweli. Yote haya ni kutaka kupinga kwa kuna kufufuliwa, wala hakuna kulipa. Wakadai kwa kaburi ndio nyumba mtu nyumba yake ya milele. Hakuna jambo hilo. Kaburi ni sehemu katika sehemu za akhira, lakini ni kituo tu cha kwanza pale unafikia, kisha baadaye mtu atafufuliwa. Hadhihi almuhadara, muhadharahu ahkamu almaqabir fi alislam, utakuwa unaelezea hukumu za makaburi katika Uislamu. Taati ahamiyatuha, inakuja umuhimu wake mada hii, min haithu, katika upande ambao, anna hadha almawdu', huwa topic hii ambayo ni ahkamu almaqabir fi hayati nnas, inakuja katika umuhimu katika maisha ya watu, kujua hukumu za makaburi. Mambo mengi hatuyafahamu, mtu anakwenda kwa makaburi ajifanyia tu. Fahadhihi alahkamu lilmaqabir, basi hizi ni hukumu za makaburi, kwa ajili ya makaburi. Wama yajibu fi haqqi sukaniha,
wama yajibu, na yale ambayo yenye kuwajibika, fi haqqi sukaniha, katika haki ya wale wenye kuishi katika makaburi hayo. Kwa sababu sukan manake ay alladhina yaskununa fiha, wale ambao wanaishi katika makaburi. Sukan manake ndo wale watu wale, unaita population ya watu wanaoishi. Min alhurmati, katika mambo ambayo yanawajibika kuwafahamu kwa wale wanaoishi katika makaburi, katika min alhurma, utukufu, wana utukufu wale, ni amrun, ni jambo ambalo qad yakhfa ala kathirin min abna'i almuslimin. Na hii ndio hatari, jambo hili la kuwa yale makaburi yana alhurma, yana utukufu, kwa sababu Muislam ni muhtaram hayyan kana au mayitan. Muislamu ni mwenye kuheshimiwa, ni mmoja yuko hai au amefariki, bado anaheshimiwa katika kaburi lake. Kwa wanasema ni amru, ni jambo ambalo qad yakhfa, kwa hakika huenda ikawa limejificha, ala kathirin min abna'i almuslimin, juu ya watoto wingi wa Waislamu, watoto wingi wa Waislamu, ikawa jambo hili hawalifahamu. Ma hajatihim almassa, pamoja na haja yao hao watoto wa Kiislamu na Waislamu kiujumla, haja yao almassa ay almuliha, haja ambayo ya haraka na ya dharura isiyoepukika, au haja ambayo ni kubwa kufahamu hukumu hizo za makaburi. Ila hadha almawdu', katika kuifahamu mada hii, topiki hii. Walidhalik, na kwa ajili hiyo, wajaba ala ahli alilmi, imewajibikia juu ya wanawachuoni au wanavyoni, wa hamalatihi, na wale wa hamalatihi, wale walioibeba hiyo elimu katika wanawachuoni, an yubayyinuhu linnas, wabainishe hizo hukumu za makaburi, wabainishie watu. Fahadha almawdu', mada hii, yulabbi hajatul mujtama, inaitikia haja ya jamii, inaitikia haja ya jamii. Wa fi bayani ahkami almaqabir fi alislam, na katika kubainisha hukumu za makaburi katika Uislamu. Wa fi nashriha, na katika kuieneza mada hii, i'anatan ala albirri wattaqwa, i'anatan, hali ya kusaidiana, ala albirri wattaqwa, katika wema na uchaji Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Anasema Allah, wataawanu ala albirri wattaqwa, nasaidianeni katika wema na uchaji Mungu. Wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msisaidie katika madhambi na uadui. Kadhalika vile vile, liqillati min kutubi au hadirin fi hadha almawdu', kadhalika vile vile kwa uchache, kwa ajili ya uchache ya vitabu. Kutub jamu ya kitab, uchache wa vitabu, au hadir, au kitu ambacho kipo fi hadha almawdu', kinaelezea mada hii khasatan. Ni chache sana vitabu kupata ambavyo ni mukhtassa kwa ajili ya topic kama hii, ambayo ni ahkamul maqabir. Wakadhalika kathirun min almuslimin, na hivyo kadhalika wingi katika Waislamu, fi hadha zaman, katika nyakati hizi, muda huu tulionao, fi asrina hadha au fi asrina alhadir, katika zama zetu ambazo tupo, fi sha'ni almaqabir walqubur, katika jambo la makaburi na makaburi. Waqa'u baina tarfay naqidin, waqa'u, wametumbukia au wameingia, baina tarfay, baina ya ncha mbili, naqidin, zenye kutofautiana. Maana kuna ncha mbili zenye kutofautiana. Kuna watu wamefanya ghuluu katika makaburi na kuna watu wamepuuzia katika makaburi. Ndio tarafay, baina tarafay naqid. Faminhum alghali almufriti, faminhum, wako miongoni mwao, alghali almufritu,
wako alghali waliochupa mipaka, almufritu kadhalika maana moja mutajawiz, waliochupa mipaka katika ghulu, almuadhdhimu laha, wenye kuadhimisha hayo makaburi, alladhi, makaburi ambayo au kuadhimisha ambako qad akhalla bitauhidillahi azza wa jalla, huenda ikaharibu tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Analiadhimisha kaburi mpaka analipa sifa ya uungu, mpaka ikawa sasa anaharibu tauhidi yake. Waja'ala lahu shuraka, kisha time nyingine akafanya akajalia yeye, akamjalia Allah wawenza, shuraka jamu ya shariki, akamjalia wawenza, kama Allah alivyosema am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Je, hivi wao wana washirika waliowekea sheria na kuwazuilia katika dini mambo ambayo Allah hajawapa idhni wayafanye? Manake Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni kana munkiran ala almushrikin, akiwakemea washirikina. Kadhalika bada'ahum, akawabidiisha, akawaita mubtadi'a, wa ni wazushi, wamezua washirikina, kwa akamfanyia Allah washirika min ashabi alqubur, katika watu wa makaburi, katika wale ambao katika makaburi ikawa sasa wanaabudu kama masufi wanaofanya, wanakwenda kulia katika makaburi ya mashekhi wao wakidai ni mawali. Mfano kama hapa nyumbani watu wana katika makaburi yale ambao wanadai masharifu kule katika msitu wa Ngezi, ghabatu Ngezi. Wa minhum, na wako miongoni mwao, man nasiya, waliosahau hasa, au tanasa, au akajisahulisha, kathiran, wingi mimma au mingi mimma yajibu an yuamila bihi ahla alqubur, katika mambo mingi ambayo yajibu, inawajibika, an yuamila bihi, mambo hayo waamiliane nayo, ahli alqubur, na watu wale ambao wako katika makaburi ambao ni almauta, min alihsan ilayhim, katika kuwafanyia wema wao hao ambao watu wafu walio katika makaburi, wa muamalatihim bima yanfa'uhum, na kuwafanyia muamala hao watu walio katika makaburi katika yale mambo ambayo yananufaisha wao, fi quburihim, katika makaburi yao, wa yawma mi'adihim, na siku ya kufuliwa kwao. Kuna mambo ambao wao wanahitajia tuwafanyie, lakini hatuwafanyii kutokana hatujui hizo hukumu za makaburi, hatuwezi kuwafanyia. Kullul umam wal hadarat wad diniyat, anasema kullul umam, mataifa yote, wal hadarat, na tamaduni zote, kadhalika wad diyanat, na dini zote, almukhtalifa, tofauti, laha taraiq mukhtalifatun, zote dini, mataifa, makabila, wana taraiq, wana njia mukhtalifa, tofauti, wasubulun shatta, wana subul, wana njia kadhalika shatta, tofauti, fi taamuli ma'a almauta, katika kuamiliana pamoja na wafu waliofariki. Lakini manhajul islam, mfumo wa Uislamu ambao ndio dini ya haki, wa hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kana mukhalifan, mwenendo huo ulikuwa ni wenye kwenda kinyume, bihadi sairil umam, na menendo ya nyumati nyingine zote zilizobakia. Uislamu ulipokuja ulikwenda kinyume na nyumati zote zilizotangulia, au mataifa mengine au mila nyingine ambazo sio Uislamu, ulikhalifu. Mushtamilan ala tawassuti, mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio Uislamu, mushtamilan, hali ya kuwa ni wenye kukusanya, ala tawassuti, kati na kati, juu ya kati na kati. Dini ya Uislamu imekuja kupita kati na kati, bighairi ghuluwin, pasina na ghulu, wala jafa, wala nini, yani kuzembea. Sawa, ilikuwa ndio Uislamu uko hivyo, kama akhbara Allah azza wa jalla, kama alivyoelezea Allah aliyekuwa ametukuka, fi kitabihi, katika kitabu chake Al-Qur'anul Karim. Allah anasema, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, wakadhalik, na hivyo ja'alnakum, tumekujalieni nyinyi kuwafanya Uislamu ummatan wasatan, umma wakati na kati. Wanasema almufassirun, ay wasata maanake ay adlan khiyar,
adilan khiyaran. Adilan khiyar manake umma wa uadilifu, na umma adilan wakati na kati, tena khiyar manake waadilifu wema wazuri uliotawiliwa. Suratul Baqara. Lihadhihi alasbab, kwa ajili ya sababu hii, kana la budda, imekuwa hakuna budi, ni lazima, min tabyini hadha alhadi, kubainisha mfumo huu kwa ajili tabsira an-nas bihi, kuwaonesha watu, kadhalika wal hadithu an ahkam al-maqabir fi al-islam, na kuzungumzia kuhusiana na hukumu za makaburi katika Uislamu. Anasema sayakunu al-kalam fi ahkam al-maqabir, yatakuwa mazungumzo katika hukumu za makaburi, fi masail al-fiqh, katika masala ya fiqh al-amaliyah, masala ya fiqh ya kimaamal, ya kimatendo, li ahkam al-maqabir, katika hukumu za makaburi. Walaysat al-masail al-aqdiyya, wala sema sio kama tutazungumzia masala ya kiitikadi, kaswali al-malakaini, mfano kuulizwa malaika wawili kuuliza watu katika makaburi, kadhalika wa naimi al-qabr, na kuuliza kuhusiana na neema za kaburini, wa adhabihi, na adhabu zake, wa bid'a al-qubur wa ghairiha, na bid'a zinazofanywa katika makaburi na vitu vingine. Hatuelezea mambo hayo. Al-kalamu fi hadhihi al-muhadara, mazungumzo katika muhadhara huu, ani al-ahkam ash-shar'iyyah al-fiqhiyyah, yatakuwa kuhusiana na hukumu za kisheria za kifikhi, wala sio za aqida. Al-amaliyah, za kufanyia kazi, li ahkam al-maqabir, kuhusiana na hukumu za makaburi. Fanu'arrifu al-maqabir, kwanza tunaanza basi kuelezea nini maana ya makaburi. Wanadhkuru hukma dafni al-mayyit, kisha tutataja kuhusiana na kumzika maiti. Kadhalik wal ahkam al-khassa, na tutataja hukumu maalumu bil qabri, kuhusiana na kaburi. Wal ahkam al-khassa bil maqburi al-mayyit, na hukumu khassa bil maqburi al-mayyit, katika kumzika yule maiti, ndo al-maqbur.